When you lose everything you have ever learned in this life, siku ambayo utapoteza kila kitu ambacho umejifunza katika maisha haya, what are you going to become? utakuwa nini wewe? All the knowledge you had accumulated becomes futile. Ufahamu wote ambao umekuwa ukikusanya unakuwa kitu bure. What are you going to become? Utakuwa nini? Because the brain cannot function. Kwa sababu ubongo wako hauwezi Blood fanya kazi cannot tena. function. Damu haiwezi fanya kazi tena. You are there, finished, Wewe uko pale umemalizika. immobilized. Hauna nguvu tena. What are you going to become? Utafanya nini? Utakuwa nini? Life beyond the curtain. Today we want to read the book of Luke chapter 16. Leo nataka nisome Luka 16 verses 1 up to 9. mstari wa kwanza hadi wa 9. It's a wonderful scripture that I want us to read. Ni maandiko mazuri ambayo ningependa tuyasome. The Bible says, Biblia inasema, there was a rich man who had a steward who was accused to the man of wasting his resources. So he called him and said, how is it that I hear this about you? Give an account of your stewardship, for you may no longer be steward. Then the steward said to himself, what shall I do, for my master is taking away the stewardship from me? I cannot dig, I'm ashamed to beg. I know what I to do, so that when I am removed from the stewardship, others may receive me into their houses. So he called each of his master's debtors and said to the first, how much do you owe my master? He said, 800 gallons of oil. He said to him, take your bill and sit down quickly and write 400. Then he said to another, and how much do you owe? He said, 1,000 bushels of wheat. He said to him, take your bill and write 800. The master commended the dishonest steward because he had acted prudently. For the sons of this world are wiser in their own generation than the sons of light. I said to you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when you fall short, they may receive you into eternal dwellings. Father, we thank you this morning for the grace upon our lives and the opportunity to share the word. Speak to us in a special way and receive all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. So I don't know if you have people to say, you can have your seat wherever you are following, in your house or maybe in your hotel room or in your office, in a marketplace, wherever you are, in a shop. So you can have your mobile, you can just follow the teachings, so wherever you are. So, welcome. Now, the topic this morning is entitled Beyond the Curtain of Life. Beyond the curtain of life. It means after this life, you are going somewhere. After this life, you'll be called to live another life. When we die, that's not the end of everything. Because when you die, there is now life after this one. Now, how are you going to live? How are you going to behave? What are you going to be in now that life after this one? So this is what we are sharing this morning. This is the teaching given by Jesus himself. He says there was a man, the owner, who was having a business.
aliyekuwa na biashara, and this owner had hired somebody who was a steward to take care of his business. na huyu mmiliki alikuwa amemwandika meneja akashughulikia kazi yake. So after some time, Kwa hivyo baada ya muda he learned that this steward or the manager is not running his business appropriately. akagundua kwamba huyu meneja hapeleki biashara yake ilivyo sawa. So he called the manager Kwa hivyo akamuita meneja and said, I hear things about you na akasema, nasikia mambo kukuhusu that you are mismanaging my ya business. kwamba wewe haupeleke biashara yangu katika njia iliyo sawa. Now I want to take back my business from your hands. Nataka ninyakue biashara yangu toka katika mikono yako sasa. So put your books in order Kwa hivyo weka vitabu vyako viwe laini, because you can't be my manager anymore. kwa sababu hautakuwa meneja wangu tena. So this man thought of himself. Kwa hivyo huyu meneja akajiwaza mwenyewe, He thought, what can I do now akafikiri nitafanya nini sasa, that my manager is taking away the business? kama meneja wangu mkuu wangu anachukua biashara yangu. What am I going to become Je, nitakuwa nini after this life, baada ya maisha haya? after this position? Baada ya cheo hiki I've been enjoying glory. nimekuwa nikifurahia utukufu, I've been enjoying respect. nimekuwa nikifurahia heshima, People loved me. watu walinipenda, People respected me. watu waliniheshimu, People honored me watu waliniheshimu because of my position in the society. kwa sababu ya cheo changu katika jamii. Now, after losing this position, Baada ya kupoteza cheo hiki, what am I going to become? je, nitakuwa nini baadaye? So he said, Kwa hivyo akasema, I can't dig siwezi kulima because I'm not a digger. kwa sababu mimi si mlimaji. I don't know how to dig the Mimi ground. sijui kulima And I can't beg na siwezi kuomba because I'm not a beggar. kwa sababu mimi sio ombaomba, And I'm ashamed. I can't go begging. na mimi ninaibika kwenda kuombaomba. Now I know what I'm going to do. Sasa najua nitakachokifanya. What I will do is that now he started now calling people who are owing the master, Alianza kuwaita wale ambao walikuwa na deni ya mmiliki, asking how much they were owing the master. akiwauliza walikuwa na deni kiasi kipi, And then from there, you could now maybe divide the amount kisha toka pale alikuwa anagawanyisha ile of kiwango whatever they were owing ya kile ambacho walikuwa wako na so deni, that he can now go out there and get something from those people. ili kwamba akienda kule nje atapata kitu kutoka kwa hao watu. That was his plan, that's how he can survive Huo ndio out mpango there. wake, ya kwamba hivyo ndivyo angeishi baada ya kazi. So this teaching is just amazing. Mafunzo haya ni ya ajabu. Often we take the last part of chapter 9, Mara nyingi verse 9, tunachukua sehemu ya mwisho ya mstari wa but 9, we don't try to understand the context itself. lakini hatujaribu kuelewa muktadha wenyewe hasa. Here, Jesus is not glorifying the dishonest manager. Hapa Yesu hamtukuzi yule meneja aliyekuwa amekosa. There is a point here that Jesus wants the people to understand. Kuna jambo hapa ambalo Kristo angelipenda watu waelewe. The point that Jesus wants people to understand is that what do you become? Where do you go after this life? Kile ambacho Yesu anataka watu waelewe ni kwamba utaenda wapi baada ya maisha haya, Because the owner here is God himself. kwa sababu meneja mmiliki hapa ni Mungu mwenyewe. He is the owner. Yeye ndiye mmiliki, He is the creator yeye ndiye muumbaji of everything. wa kila kitu. When you read the book of Colossians chapter 1 verse number 16, Unaposoma Wakolosai kwanza 16, the Bible says he created everything which are in heaven, on earth, under the earth, for himself and for his own glory. aliumba vitu vyote vilivyoko mbinguni, duniani, chini ya dunia kwa ajili yake, So utukufu wake. God created everything for his glory. Kwa hivyo Mungu aliumba vitu vyote kwa utukufu wake yeye. God is the owner of everything. Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Now, who is the steward here? Kwa hivyo huyu meneja ni nani hapa? All of us are stewards. Sisi sote ni mameneja. We are Christians. Sisi ni Wakristo. We are believers. We are born again. We are stewards. Sisi ni meneja. We are taking care of the things that are not ours, but they belong to God. Tunavilinda vitu ambavyo sio vyetu ila ni vya Mungu. Because when you see this particular scripture, it's key to understanding this. Kwa sababu ukisoma andiko hili ni ya muhimu sana ili kwamba ukaweze kuelewa jambo hili. Colossians chapter 1 verse number 16. Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 16. The Bible says, for by him all things were created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they are thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. This is just amazing. By here we understand that everything was created by him and also for him. Unaelewa kwamba vitu
vyote viliumbwa na yeye kwa ajili yake yeye. So he is in charge. Kwa hivyo yeye ako ushukani. He is the owner of everything. Anamiliki kila kitu. And every human being is just a manager. Kila mwanadamu ni meneja tu. Sometimes people don't understand this. Wakati mwingine watu hawaelewi mambo haya. When God puts you in a place of, in a position, Wakati Mungu anakuweka katika cheo fulani, in a place of authority, mahali pa mamlaka, where he gives you power, mahali anakupatia mamlaka, you need to know that whatever power you have lazima ujue mamlaka yoyote ulionayo is just lent to you yamepeanwa tu kwako kwa by the owner of the na business, mmiliki wa biashara, the creator of the heavens and the earth. muumba mbingu na nchi. So everything is his. Kwa hivyo vyote tulivyo navyo ni vyake. Now, being managers, Tukiwa meneja, we are managers in different positions, tunakuwa meneja katika sehemu tofauti tofauti, put at different levels, tumewekwa katika viwango tofauti tofauti, so that we can manage the things which belong to God. ili tukaweze kuvitunza vitu ambavyo ni vya Mungu. Now, being managers, Tukiwa mameneja, every person must think the way he manage. kila mtu Or lazima managers. afikirie namna ambavyo atafanya kazi ile ya umeneja. So you have to manage well, Lazima ulinde vitu vizuri, so that ili kwamba one day, siku moja when you are called to give the account utakapoitwa kuleta makadirio of your management, you are not going to run away, ya umeneja wako, hautatoroka, but you are going to stand before God ila utasimama mbele za Mungu and say, this is what I did. na useme nilifanya hiki na hiki. Now listen, Sikizeni sasa, this steward was dishonest. huyu meneja alikuwa amekosa uaminifu. Why is he dishonest? Kwa nini yeye alikosa uaminifu? Why is the owner calling him a dishonest manager? Kwa nini mmiliki anamuita meneja asiyekuwa mwaminifu? Because the guy ran the business according to his own pleasure. Kwa sababu huyu meneja alifanya biashara hii kulingana na matamanio yake. He didn't run the business according to the plans of the owner. Hakuendekeza biashara kulingana na mipango ya mwenye mali. You see, here on earth, Hapa duniani it doesn't matter what position you occupy. haijalishi ni sehemu ipi ambayo wewe uko. You are just a manager. Wewe ni meneja tu. When I see a dead body, Ninapoona mwili uliofariki, I just see that if human beings are wise, ninaona kama wanadamu wangekuwa wenye they are going to understand wataelewa that life is just given to you. It's just lent to you maisha yanapeanwa tu kwako for a time. kwa muda tu, And when the owner wants to take it, just take it away. na mmiliki anapotaka kuyachukua anayachukua tu wakati wote. You see this person lay down, Unamwona huyu mtu alilala chini, can't move, hawezi kusonga, can't be ashamed, hawezi kuogopa, can't do anything, hawezi kufanya chochote, and it's done. na imeisha hivyo. That's all. Hivyo kabisa. Especially a time like this one, Sana sana wakati kama huu, when we talk about COVID wakati tunaponena kuhusu COVID, and when we are in a lockdown. na wakati ambapo tumefungiwa, hatuwezi kutoka, We can't go maybe out of Nairobi hatuwezi toka nje ya Nairobi or out of other cities, ama for kutoka example. katika miji mingine kwa mfano. At a time like this one, Lakini wakati kama huu we fear, we don't want to die. tunaogopa, hatutaki kufariki. Nobody wants to die. Hakuna anayetaka We kufariki. all want to live. Sote tunataka kuishi. So we are hiding in our Kwa hivyo houses. tunajificha katika manyumba yetu. We can't even gather in churches. Hatuwezi kutana kanisani. We don't want to die. Hatutaki kufariki. But remember that one day you are going to die. Lakini kumbuka siku moja utafariki tu. Whether it is COVID Iwe ni COVID or whether it's no COVID, ama isiwe COVID, anyway, one day you still die. vyovyote vile siku moja tu So I think what is happening, nafikiri kinachotendeka, instead of giving you fear badala ya kukupatia to uoga start hiding, uanze kujificha, what you can do is not to think like this manager. kile ambacho unatakiwa kufanya uanze kufikiri kama meneja huyu, Because even if you don't go today, kwa sababu hata kama hautaenda one day you still go. siku moja utaenda tu. Even if you don't go now, Hata kama hautaenda one day you still go. siku moja utaenda tu. Even after 10 years, you still go. Hata baada ya miaka 10, Even after 50 years, you still go. hata 50 utaenda. Even after 100 years, you still go. Hata baada ya 100 utaenda. The point is that you will go one day. Jambo kuu ni kwamba siku moja utaenda. So once you are born, Ukizaliwa tu you cannot run away from this. hauwezi toroka mambo haya. So no matter how you try to protect yourself, Haijalishi utajilinda namna gani. even if you hide in your house, Hata ujifiche katika you nyumba say, I yako, will not go out useme siendi nje because I don't want to die. kwa sababu sitaki In kufariki. that house, Katika nyumba you hii will die. utafariki tu. So this is just a wonderful message Huu ni ujumbe mzuri that God wants me to release today. ambao Mungu anataka niachilie Beyond the curtain of life. zaidi ya pasia la maisha, Beyond. zaidi Beyond. kupita After this life. baada ya maisha. What do you become? Je, utakuwa nini? Listen. Kumbuka, When this man is huyu mtu anapoambiwa that you cannot run my businesses anymore, kwamba hautafanya
biashara yangu tena. He just thought, okay, what do I become? What do I do when I go out there? Akajiuliza nitakuwa nini, nitafanya nini nitakapoenda kule nje. Because now my master is going to take away the businesses, so I have to go. I have to face, reality. I have to face life on the other side. So what do I become on the other side? Mmiliki wangu anaenda kunyang'anya biashara, kwa hivyo lazima nijipange nitakuwa nini katika maisha yajayo. You see, sometimes when you are blessed, Wakati mwingine unapokuwa umebarikiwa, you think you are in charge. unafikiri uko ushukani. When you are healthy, Wakati uko na afya, you think you are in charge. unafikiri uko katika ushukani. When there is peace, Wakati kuna amani, you think you are in charge. unafikiri uko ushukanini. When you are given little power, Wakati unapatiwa mamlaka you kidogo, think you are in charge. unafikiri uko katika ushukani. When you have cash, Wakati uko na hela, you think you are in charge. unafikiri uko katika ushukani. Listen, Sikiza, whatever you are, or whatever that you have, chochote ulicho nacho, chochote kilicho katika mikono yako, whatever that you are doing, chochote unachokifanya, I want you to know that nataka ujue ya you kwamba are just a steward. wewe unatenda tu You are mtendakazi just tu. a manager. Wewe ni manager tu. At the appropriate time, Kwa wakati when uliopangwa, the time comes, wakati utakapofika, the owner will come mmiliki atakuja and tell you, na atakwambia make your book. tengeneza kitabu chako, Put your books in order. weka vitabu vyako viwe sawa, Balance your books, weka vitabu vyako viwe sawa, because I want to take away my business. kwa sababu nataka ninyakue biashara yangu. We are on earth Sisi tuko in duniani the business of the kingdom katika biashara ya to ufalme, serve God kumtumikia and Mungu to serve His na purposes. kutumikia makusudi It yake. doesn't matter who you are, Haijalishi wewe ni nani, in whatever position God has put you, katika sehemu yoyote Mungu amekuweka, you are there to serve the kingdom wewe uko pale kutumikia in the ufalme business of God. katika biashara ya Mungu. Try to think, Jaribu kutafakari, if you are told to balance your books ukiambiwa utengeneze vitabu vyako, because you have to surrender the management, kwa sababu lazima uachilie umeneja. what are you going to become? Je, utakuwa nini? What are you going to do? Je, utafanya nini? What are there in your books, for example? Je, ni nini kilichoko katika vitabu vyako? What are there? Je, ni nini kilichoko katika When vitabu you vyako? check in the books, what is there? What is written there? Unapoangalia katika vitabu ni nini kilichoandikwa pale? So listen, people, and listen well. Kwa hivyo sikizeni na msikize vema. Fearing is not going to help you. Kuogopa haitakusaidia, Running away cannot help you. kutoroka haitakusaidia. A time like this one, Wakati kama huu, a child of God mwana wa Mungu, need to understand unahitaji kuelewa the principles of the kingdom. kanuni za ufalme. Principle number one, Kanuni ya kwanza, if God kama Mungu does not give you life, hata kupatia you uhai, don't have it. hauna uhai. He is the life giver. Yeye ndiye mpeanaji uhai, He sustains even everything. yeye ndiye anadumisha kila kitu. According to Colossians chapter 1 verse 17, Kulingana na Wakolosai mlango he wa is the kwanza mstari wa sustainer. yeye ndiye He mdumishaji. supports everything by his own powerful hand. Yeye anasimamisha vitu vyote kwa mkono wake wenye nguvu. So whatever God has cast away, Kwa hivyo chochote ambacho Mungu ametupa, nobody can bless. hakuna mtu anaweza kukibariki. Now listen and listen well. Sikizeni na msikize vema. It's very important Ni ya muhimu sana that we understand, ya kwamba tuelewe, that we know kwamba tunajua that in this ya life, kwamba katika maisha haya we are just passengers. sisi ni wapita njia tu, We are passing by. tunapita tu. So the life God has given Kwa hivyo us, maisha Mungu ametupatia we need to use it properly lazima tuyatumie katika njia iliyo to the sawa, glory of God. kwa utukufu wa Mungu, That one day, ya kwamba siku moja when you are told unapoambiwa to put your books in order, kutengeneza vitabu vyako viwe to sambamba, bring your books, kuleta vitabu vyako, you know that your books have good content. utajua kwamba vitabu vyako viko na vitu vilivyo The sawa. content in your books are content of life. Yale mambo yaliyo katika kitabu chako ni mambo ya uhai. The content in your books can bless. Mambo yaliyo katika kitabu chako yanaweza kubariki. The content in your books can help, can make that the owner will accept you. Ya kwamba yaliyo katika kitabu chako yanaweza kumfanya mmiliki akakubali wewe. Now listen what is happening here. Hivyo sikiza kinachoendelea hapa. Point number 3. Jambo la tatu, He said, you can't be my manager anymore. akasema hautakuwa meneja wangu tena. So here it means Inamaanisha God decide Mungu anaamua whether you are going to manage kama wewe utakuwa meneja or you are not going to manage. ama kama wewe hautakuwa meneja. God decide. Mungu anaamua.
He makes the decision Mungu anafanya uamuzi that you lead ya kwamba wewe utaongoza or you don't lead. ama wewe hautaongoza. If he says you cannot lead, Akisema hautaongoza, you cannot lead. hauwezi ongoza. And if he says you are going to Na lead, kama atasema utaongoza, you are going to lead. basi wewe utaongoza. Hallelujah. Amen. So God decide. Kwa hivyo Mungu anaamua. The day he says you can't be my manager anymore, Siku atakayosema hautakuwa meneja wangu tena, that's the end of life. huo ndio mwisho wa maisha. That's the end of the journey Huo ndio mwisho wa safari here on this earth. hapa katika ulimwengu huu. So once he stops you, Anapokusimamisha, it is done. basi imekwisha, It is over. imeisha, You have been stopped. umesimamishwa. Therefore, Kwa hivyo faithfulness is key uaminifu ni cha maana in this journey. katika safari hii. Point number 5. Dondoo ya 5, Is it 5 or 4? dondoo ya 4 ya What mwaka. shall I do Je, nitafanya nini? because the master is taking away my business? Kwa sababu Bwana anachukua biashara yangu sasa. Where shall I go? Je, nitaenda wapi? What am I going to become? Je, nitakuwa nini? So that is a wonderful question. Hilo ni swali la ajabu la kujiuliza. Ask yourself. Jiulize mwenyewe. It doesn't matter the kind of life you have. Haijalishi maisha gani It ulionayo doesn't hapa. matter what God has given you. Haijalishi Mungu amekupatia It nini sasa. doesn't matter what you don't have. Haijalishi hauna nini. What are you going to become? Je, utakuwa nini baadaye? The day God brings an end to this life. Siku ambayo Mungu atafanya What mwisho are you wa going maisha to haya. become? Utakuwa nini? The day God takes away the air you are breathing. Siku ambayo Mungu atachukua pumzi What are unayopumua. you going to become? Utakuwa nini wewe? The day God tells the heart stop pumping blood. Siku ambayo Mungu ataambia moyo wako uache kuendelea. What are you going to become? Utakuwa nini? When blood Wakati damu stops running in your veins. inawacha kutembea katika mishipa ya. What are you going to become? Utakuwa nini wewe? The day that your brain goes blank. Siku ambayo ubongo wako hautafanya kazi tena. What are you going to become? Utakuwa nini wewe? When you lose everything you have ever learned in this life. Siku ambayo utapoteza kila kitu ambacho umejifunza katika maisha haya. What are you going to become? Utakuwa nini wewe? All the knowledge you had accumulated becomes futile. Ufahamu wote ambao umekuwa ukikusanya unakuwa kitu bure. What are you going to become? Utakuwa nini? Because the brain cannot function. Kwa sababu ubongo wako hauwezi Blood kufanya kazi cannot tena. function. Damu haiwezi kufanya kazi tena. You are there, finished, Wewe uko pale umemalizika. immobilized. Hauna nguvu tena. What are you going to become? Utafanya nini? Utakuwa nini? Life beyond the curtain. Maisha kupita pasia la Listen and listen well. Sikiza na usikize vema. Jesus gave a parable Yesu alipetiana fumbo or a narrative ama alipatiana hadithi fulani of somebody who was very rich, ya mtu aliyekuwa tajiri living a large life, akiishi maisha mazuri, and also somebody who was na poor. pia kulikuwa na mtu aliyekuwa His maskini name was na Lazarus. jina lake lilikuwa Lazaro. And this man sat at the door of this rich Na man, huyu mtu maskini alikaa katika mlango wa huyu mtu trying to tajiri just get the crumb in order to survive. ili kwamba apate tu makombo ili kwamba akaweze kuishi, And nobody gave it to him. na hakuna aliyempatia hata makombo. Only dogs Ni mbwa tu could see him. walikuwa wanamuona. Apart from dogs, nobody else could see this person. Licha ya mbwa hakuna mtu mwingine alikuwa anamuona. Listen and listen well. Sikiza na usikize vema. The Bible says Biblia inasema all these two people died. hawa watu wote wawili walifariki. The one who died first was the poor. Aliyefariki wa kwanza alikuwa His maskini, name was Lazarus. jina lake Lazaro. So when he died, Kisha he alipofariki was received by Abraham alipokewa na Ibrahimu and went into glory. na akaenda kwa utukufu. After some time, Baada ya muda the rich man also died yule mtu tajiri pia akafariki and he was taken to hell. na akapelekwa kuzimu. So there in hell, Pale kuzimu he was suffering. alikuwa anaumia, It was very hot. kulikuwa na joto It was nyingi, painful. kulikuwa na He uchungu. lifted up his eyes Akainua macho yake and saw Lazarus akamwona Lazaro in the hands of Abraham, katika mikono ya Ibrahimu enjoying life, akifurahia maisha, celebrating life. akisherehekea maisha. But now the rich man, Lakini sasa mtu who tajiri is now in hell, ambaye sasa yuko kuzimu. hell is here translated as a place of torment, Kuzimu ni mahali pa masumbuko, a place of pain, mahali pa uchungu, you know, a place where there is no glory, mahali ambapo hakuna utukufu, a place where you cry. mahali pa kilio. They say it is the lowest place where one can ever be. Ni mahali pa chini sana, mahali ambapo mwanadamu anaweza kuingia. It is called hell, Ni panaitwa kuzimu, dangerous place. mahali pabaya. So when he's there, Kwa hivyo anapokuwa mahala he pale saw this poor person akamwona huyu mtu maskini celebrating life. akifurahia maisha. And then he said, hey, Father Abraham, Kisha akasema, baba Ibrahimu, tell this Lazarus mwambie huyu Lazaro to just, you know, put his hands
achukue kidole chake his tu, finger kidole chake in water aweke kwenye and maji just release just a drop to me, na akaachiliwe tu hata tone moja lije kwangu, because I'm in anguish. kwa sababu niko katika shida, I'm in great pain. niko katika uchungu ulioje. Just a drop, that's what I want. Tone moja tu ndo nataka, That's what I need. hicho ndo nahitaji. I'm not asking for a cup. Siitishi I'm kikombe, not asking for a glass. siitishi glesi. Just a drop will help me. Tone moja tu itanisaidia. And he was told Na akaambiwa that Lazarus cannot come there, kwamba Lazaro hawezi kuja pale, cannot give you a drop. hawezi kupatia You tone, cannot receive anything, hawezi pokea chochote, because where you are kwa sababu uliko and where we na are, tuliko it's impossible. haiwezekani, We can't meet. hatuwezi kutana. So you enjoyed your life on earth, Wewe ulifurahia maisha yako and duniani, he is also enjoying his life here. na yeye pia anafurahia maisha yake So hapa. there is no way he can come there Kwa hivyo hakuna vile anaweza kuja and huko give you what you want. na akupatia unachokitaka, It is impossible. haiwezekani. Listen and listen well. Sikizeni na msikize vema. So the rich man said, Kwa hivyo yule mtu tajiri akasema, send Lazarus basi mtume Lazaro to go on earth aende duniani, to tell my brothers aambie ndugu zangu that I'm here, kwamba niko hapa, so that they don't join me here. ili kwamba wasikutane na mimi Tell them hapa, to change their habits waambie wabadilishe tabia and zao to do what is right. na wafanye kilicho chema. And then he was told, Kisha akaambiwa it is impossible. haiwezekani, Lazarus cannot go. Lazaro hawezi kwenda There on earth, hapo duniani. they have preachers, Kuna wahubiri, they have ministers. kuna wahudumu, Let them listen. wacha wasikize, And if they don't na listen, kama hawatasikiza they are going to join you there. basi wataunganika na wewe pia They pale, are going to join you there. watakuunga pale. So Lazarus cannot come. Kwa hivyo Lazaro hawezi kuja. Today as we preach, Leo tunapohubiri, some people think we are joking. kuna watu wengine wanafikiri tunafanya mzaha. We are not joking. Hatufanyi mzaha, We are preaching. tunahubiri Some injili. people maybe think Wengine watafikiri if Moses was here, we could have listened to him. kama Musa angekuwa hapa tungemsikiza. It's not about Moses here. Haihusiani na Musa, It's about the gospel of the kingdom of God, kuhusu injili ya ufalme the wa Mungu. gospel of Jesus Christ. Injili ya Kristo Yesu It is proclaimed inatangazwa that Jesus is the way, kwamba Yesu ndiye njia, Jesus is the truth, yeye ndiye ukweli, Jesus is life. yeye ndiye uhai ama uzima wa Once you milele. believe in him, Ukimwamini you yeye have eternal life. uko na uzima wa milele, And once you reject him, na ukimkataa you go to hell. basi utaenda So kuzimu. the gospel is proclaimed Injili inatangazwa so people can take decision ili kwamba watu wafanye maamuzi beyond the curtain of life. zaidi ya pasia la maisha. Where will you go Utaenda wapi after this life? baada ya maisha haya? I can see how expensive is a drop of water in hell. Ninaona jinsi ambavyo tone la maji ni bei ghali sana kule It's kuzimu. just very expensive. Tone la maji ni bei ghali sana, Very expensive. bei ghali sana. A drop of water. Tone la maji. Somebody was very rich on earth Mtu aliyekuwa tajiri is ulimwenguni crying for a drop of water analilia tone la maji to just cool his tank. kwamba ikapoeshe And ulimi wake, nobody is there to give him that drop of water. na hakuna wa kumpatia tone la hiyo maji. This to show how expensive Ni kuonyesha jinsi can ilivyo a ghali drop of water be maji, tone la maji when you are in hell. wakati ambapo uko kule kuzimu. Therefore, it is very important Kwa hivyo ni ya muhimu sana as we release the gospel today. tunapoachilia injili leo, Believe Jesus Christ. muamini Yesu Kristo, Change your life. badilisha maisha yako. It's not enough to hide in the house Haitoshi kujificha katika nyumba, from corona. It's not enough. haitoshi kujificha kutokana na corona. A good place to hide is in Jesus Christ. Mahali pazuri pa kujificha ni ndani ya Kristo. Surrender your life to Jesus. Achilia maisha yako kwa Kristo, Because even if corona doesn't take you, kwa sababu hata kama corona haitakuchukua, something else will take you. kitu kingine kitakuchukua. You know, people don't only die of corona. Watu hawafariki kwa corona tu, People die of so many things. watu hufariki kwa vitu vingi. Some die by accident. Wengine wanakufa kwa ajali, Some die by sicknesses. wengine wanakufa kwa magonjwa Some mengine, die by malaria. wengine wanakufa kwa malaria, Some die by cancer. wengine wanakufa kwa Some saratani, die by so many things. wengine wanakufa kwa vitu vingine So vingi. it's not only COVID Kwa hivyo sio COVID peke which yake is killing people. ambayo inawamaliza watu. What is important here is this. La muhimu ni hili, Know that you are not here forever. jua kwamba hauko hapa milele, You are here for a time. uko hapa kwa muda, You are here to manage uko hapa kufanya kazi tu. life that God has given you. Kwa ile kazi ambayo Mungu Manage amekupatia. your life properly Fanya kazi katika maisha yako according vizuri to the will of God. kulingana na mapenzi ya Mungu. Whatever God has given you, Chochote ambacho Mungu amekupatia, nice body, mwili mzuri, use that body to glorify God. tumia mwili ule kumtukuza Mungu. Whatever God has given you, Chochote Mungu amekupatia, a wonderful brain, akili iliyo use sawa, that brain to glorify God. tumia ubongo ule kumtukuza Mungu. Whatever God has given you, Chochote Mungu amekupatia, use it to kitumie glorify God kutukuza and Mungu to serve His na purposes, kutumikia makusudi yake, so that you are not going to shake. ili kwamba usitekesike Even when you are called, wakati ambapo utaitwa, even when the time comes hata wakati unapofika to go home, kuenda nyumbani, you'll be
be more than happy Utafurahi because you know where you are going. kwa sababu unajua unakoelekea. As Paul put it here in Kama the Paulo scripture, anavyosema katika maandiko. he says, it's time for departure has come, Anasema wakati wake wa kuondoka umefika. and he is ready, Na yeye yu tayari. and he was prepared, Na alikuwa amejiandaa. and the crown was ready, prepared for him. Na taji ilikuwa imeandaliwa tayari. So he was not like somebody fearing, shaking. Hakukuwa mtu wa kuogopa, kutetemeka. We have believers who are not living according to the will of God. Tuko na waaminio ambao hawaishi kulingana na mapenzi ya Mungu. We have believers who are believers by name, Tuko na waaminio ambao ni waaminio tu kwa jina. who are Christians just by name. Ambao ni Wakristo tu kwa jina. They wear the word Christian like a cloth. Wanavaa jina Ukristo kama nguo tu. But what they do, their behavior, their deeds, Ila tabia yao, the way they carry themselves, namna wanavyoishi, doesn't show that they are truly Christians. haionyeshi kwamba wao ni Wakristo asili. That's why you see, Kwa sababu unaona what the pagans fear, kile wapagano wanaogopa, the Christians also are fear. Wakristo pia They are fearing. They are terrified. They Wanaogopa. are shaking. Wanatetemeka. Just like the world. Kama vile dunia tu. But the Bible is very clear Lakini Biblia i wazi that 1,000 kwamba 1000 can fall wanaweza kuanguka on your left side kwa mkono wako wa kushoto and 10,000 na watu 10,000 on your right side. kwa mkono wa kulia, I will never be shaken. na hutawahi kutikisika. David says, I was young. Daudi anasema nalikuwa kijana, Now I'm old. sasa nimezeeka. I've never seen God forsaking the just. Sijawahi kuona Mungu akiwaachilia wenye haki. Even his generation begging for bread. Hata kizazi chake akiombaomba mkate If barabara. we understand Kama tutaelewa that God is in charge, kwamba Mungu ako katika if we usukani, kama understand tutaelewa that God is with us, kwamba Mungu yu nasi, if we understand kama tutaelewa that we belong to him, kwamba sisi ni wake if we yeye, understand kama tutaelewa that he is our protector, kwamba yeye ndiye mlinzi wetu, we are not going to shake. hatutatetemeka. We will know that he is in charge. Tunapojua ako ushukanini, We are well taken care of tumeshughulikiwa vizuri because pasavyo, he is in charge. kwa sababu yeye yuko katika And ushukani. if he allows me to go today, Na kama ataniruhusu niendelewe, I know where I'm going. ninajua ninakoelekea It's a place of peace, ni mahala pa a amani, place of ni glory mahala pa utukufu than here, kuliko hapa which is a place of torment. ambapo ni mahali pa But usumbufu. where you go, Lakini unakoelekea, if you have invested there, kama umewekeza it's a kule, place of glory. ni mahala pa utukufu. So now the teaching here, Mafunzo hapa, Jesus is not praising this dishonest manager. Mungu hampatii sifa huyu meneja asiyekuwa Jesus mwaminifu. is giving us a lesson. Yesu anatupatia funzo. This is a teaching Haya ni mafunzo that where are you going to go? kwamba utaenda wapi, Because whatever we are managing today kwa sababu kile ambacho is tunakifanya not leo ours. sio chetu. Now, if we behave this way, Kama tutafanya kuwa na what tabia namna will we hii, go je, tutaenda wapi when we go on the other side? wakati tutaenda upande ule mwingine? You are following this message. Unafuata ujumbe huu You are not born again. na haujazaliwa mara ya I pili. want to pray with you. Ningelipenda kuomba na You wewe. can give your life to Jesus. Unaweza patiana maisha yako kwa Kristo. Can you say, Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, I come to you. naja kwako, I surrender. najiachilia kwako. Forgive my sins. Samehe dhambi zangu. Accept me Nikubali mimi as your child. kama mwana wako. I will follow you Nitakufuata from today kuanzia leo and forward. na kusonga mbele. Thank you for saving me. Asante kwa kuniokoa In Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amina.